Sasa tuko na wasanii ambao mmoja wapo anakunywa pombe, lakini ni listi ya wasanii ambao wanatumia shisha wakiwa katika sehemu za starehe. Yani unaweza ukawa so disappointed kuweza kumuona mtu kama Mbosso Kani, Bwana Kirungi, lakini pia na dada yetu Zuchu. Basi nikufahamishe kitu ambacho usichokijua ama usichokifahamu. Yani hapa kuna watu wanaamini kabisa kwamba Gigy Money pengine ndo 100% anatumia shisha na anakunywa pombe, lakini ni listi ya wasanii ambao nafikiri kwa hivi leo na ndani ya mwaka 2025 tumefuatilia, tumechimbua na tumejua kabisa kwamba katika starehe zao basi wamekuwa ni watumiaji wa shisha, yani katika sehemu za starehe wakiwa bar ama wakiwa katika sehemu ambazo wao wanaamini kabisa kwamba wana uwezo wa kutumia shisha. Nikianza na dadangu Zuchu, huyu naye bwana sio mlevi wa pombe na sio mtu wa kujihusisha sana na masuala ya starehe kwa asilimia kubwa, lakini katika wahanga nao waita ambao pia na wao wamo kwenye listi ya utumiaji wa shisha, basi dadangu pia naye mwenyewe inabidi nimweke katika listi kwa heshima na taadhima. Dadangu Zuchu anatumia shisha na yumo kwenye listi ya wasanii wa mwaka 2025 ambao wanatumia shisha. Lakini nikienda kwa Konki Master Konki, dadangu Gigy Money, yani huyu sio shisha tu, yani hata pombe anabwaza kama komba. Yani kama unavyomuona Baba Levo ambaye kiwalisia ni komba mwenzie, ama pia ni kama Mr and Mrs watumiaji wa pombe. Yani mpaka kuna wakati ambao Baba Levo amekuwa akipata madili ya ukaguaji wa pombe kali zinazotengenezwa ama zinazopigiwa promo katika maisha yake. Kwa hiyo Baba Levo na Gigy Money hawajapishana sana. Lakini kwa listi yangu ya mwisho kwa kakaangu Mbosso Kani Kirungi, Mr. Room number 3. Huyu bwana sio mtumiaji wa pombe, lakini kwa nafasi ambayo amekuwa akiipata bwana Mbosso Kani amekuwa na yeye mwenyewe pia ni muhanga wa kutumia shisha. Hili halina upinzani na halina kupepesa macho. Yani ni mwendo wa kuwafuatilia na kuwaweka wazi na kuanika yale ambayo amekuwa wakiyafanya wasanii wetu. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hotboy Media.